Baada ya Suria kwenda kuonana na Faruku ambapo alikuwa amekwenda kupunga upepo, basi tunaona Suria anajaribu kumshawishi mume wake kuhusu jambo la Esma Sultan, lakini tunaona Faruku anamwambia Suria, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akaja kunishawishi nikaelewa kitu ambacho mama yangu anataka kukifanya. Mimi siko tayari kabisa kuona jambo hilo linatokea, kwa sababu kwanza ametuona sisi sio wa maana na ndio maana hajatupa taarifa muda mrefu, lakini pia kitu hicho hakiwezi kutokea kwa sababu sisi kwanza tumeshakuwa watu wazima, lakini pia sio sawa kwa huyu mtu kuwa mpenzi wa mama yetu. Sasa kwa upande wa Dilara, leo tunaona anamuuliza Adem, ni nini ambacho unataka nikufanyie ili unione mimi ni wa thamani kwenye maisha yako, kwa sababu natenga muda kwa ajili yako lakini wewe haujawahi kufanya chochote juu yangu. Kwa tunaona jambo hili linazidi kumpa stress Dilara, kwa sababu Dilara ukizingatia pia yeye ni mwanamke na ameolewa, anatamani pia kuwa na watoto na nini, lakini Adem amekuwa ni mtu ambaye hana interest kabisa na hayo mambo. Kwa mwisho wa siku kila mara wamekuwa ni watu ambao wanagombana. Kwa upande wa Akif, yeye naona mambo yake yanaenda sawa, maana aliomba ruhusa kwa Faruku na ameruhusiwa. Sasa wamekwenda mbali kidogo, tunaona Akif amekuwa ni mtu ambaye ana furaha sana, kwa sababu imefikia hatua anapiga kelele mtaani na kusema ninakwenda kuwa baba. Kwa moja kwa moja Akif jambo hile limemsababisha afurahi kupitiliza. Na kwa upande wa Esma Sultani, leo tunaona baada ya kukaa na watoto wake, pamoja na kwamba Faruku hakuwa mahali pale, lakini tunaona alikaa na watoto wake ambao walikuwepo pamoja na wafanyakazi wa nyumba hiyo, lakini aliwasilisha leo jambo lake ambalo alikuwa analisema kwamba yeye na Garibay ni wapenzi. Kwa baada ya kuongea vile, tunaona mtoto mmoja aliwaka sana na kusababisha fujo katika usiku ule ambapo walikuwa wanapata chakula. Akasema inaonekana mama umechanganyikiwa, kwa sababu sio sawa, kwa sababu huyu mzee kwanza sisi hatuwezi kumkubali. Kwa aliongea maneno mengi sana, walijibizana na mama yake, lakini mwisho wa siku tunaona Murat anamwambia mama yake, unataka kuchagua kati ya sisi au huyo mzee Garibay. Kwa hiyo wewe hilo chaguo ni la kwako. Kama unataka sisi basi achana naye, kama haututaki sisi basi endelea na huyo mtu wako. Sisi tutakuwa tunajiangalia wenyewe na maisha yetu yatakuwa yako juu yetu. Katika tamthilia hii ya Evermore kwa siku ya leo tunaishia hapa. Wewe ambaye hujasubscribe channel hii basi subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali. Asante.